Bismillahirrahmanirrahim. Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutupa uzima huu ambao hatujaununua, atupa pumzi yake, na leo tumekutana hapa. Tumekutana kwenye kikao chenu cha wanahabari kuweza kuzungumzia maandalizi ya mchezo kati ya Young Africa na Mashujaa FC utakaochezwa kwenye uwanja wa Tanganyika Kigoma hapo kesho. Timu yangu nimeiandaa vizuri, vijana wangu wako vizuri. Tunajua tunakuja kucheza na moja ya timu kongwe. Timu imeanza zamani, lakini tuko kwenye level moja. Kwa tunakuja kupambana nao kwenye uwanja wetu kuhakikisha tunapata point 3 muhimu. Tunajua wao wanataka ubingwa, wao ndio wenye tension. Sisi hatuna tension ya kitu yoyote. Tunakuja kucheza tukirelax, japo watu wengi wanaona sisi tuko katika mstari wa kushuka daraja. Halitokei, naendelea kurudia kwenu. Halitokei, na Mashujaa mwakani tutacheza Premier League. Kocha, kuna kukutana na timu ambayo ni bingwa mtetezi, ambayo anataka tena pointi zako muhimu kuelekea vizuri kwenye nafasi ya kwanza. Ugumu kiasi gani kuelekea katika mechi hiyo? Kama wao wanavyokuwa bingwa mtetezi wanataka pointi 3 kutufunga sisi, na sisi tunahitaji pointi 3 hizo hizo ili tuwafunge wao. Hizi pointi ziko 3, moja ya TFF, moja yetu, moja ya kwao mpaka sasa hivi. Tukienda kwenye kiwanja bado ziko hivyo. Sasa atakayekuwa kachanga karata zake vizuri ndio anaweza kuzipata hizo point 3 muhimu. Kwa hiyo naamini kesho ni siku yangu kupata hizo point 3 muhimu. Msiniogope, ulizeni maswali vijana. Kuna namna licha kama mko level moja, lakini kuna namna unaona kama pengine wanaweza kuwa na ubora zaidi kuliko nyinyi kwa sababu ya levels pia za wachezaji wao wa kimataifa na nini. Kwanza mchezaji wa kimataifa kwa kweli hawezi kutoka kwake alikotoka kuja kucheza Tanzania. Hakuna mpira wa hivyo. Wachezaji wote wanaotoka Ivory Coast wapi, wote wanaenda Ulaya. Kimwona mchezaji kaja huko kucheza kachoka. Na ndio maana wengine mpaka leo hawa wa Yanga wanaonekana huyu afai, huyu anafaa, wa Simba huyo mara kaingia leo kesho katoka, ni kutokana na level zilizokuwepo. Isipokuwa tu tofauti kwamba wenzetu walianza kwenye grassroots academy na wamefika kucheza kwenye hizo level ambazo walicheza kwao. Lakini for the time being wachezaji fulani wako kawaida, na wako wengi ambao wanawazidi uwezo wachezaji wa Tanzania, isipokuwa hawawezeshwi vile inavyotakikana, na nyinyi hamwasupport vile inavyotakikana. Kwa sababu leo Kiimbwa akifunga goli zuri hamwezi kulisifia kama analofunga Okelo, hata kama kafunga kwa ugoko, na ndio maisha ya mpira wa Tanzania. Lakini niseme tu kwamba wao wamenunua wachezaji kutoka nje na sisi tuna wakwetu hapa hapa. Zao letu ni bora zaidi kuliko wachezaji wa nje. Kwangu mimi Julia Alberto. Kwa namna ukizitazama goli 6 za Dar es Salaam inakupa shida sasa katika kuwakabili katika mkondo huu wa pili hapa Tanganyika. Wao naenda kwa historia ya kina Seth Benjamin Mpinga, shujaa wa Azimio la Arusha. Kwanza goli 6 mimi sikuwepo. Zona nambia nimefunga goli 6. Wao na hakika mimi nilikuwepo goli 6. Mimi timu nimechukua juzi hapa Kigoma, na nimeanzia kucheza mechi yangu na Mtibwa wa Morogoro na Dodoma, na baadaye tumekuja kuendelea na zingine hizo. Sasa goli 6 mimi sijakuwepo. Unaniulizaje mimi habari ya goli 6? Wewe unawezaje kuniuliza adhabu ya kaburi wakati mimi sijakufa? Yaani kimsingi ni taasisi ndio iliyofungwa. Haijalishi wewe au sio, kuna kitu pakome kufanya pengine kumake ndio soka jinsi lilivyo, kwa sababu ufungwa ni Mashujaa. Kitu unachoweza kulisi ni madeni tu. Ukiwa kiongozi mahala, wakati unaondoka kwenye kampuni au shirika, madeni yakiwepo ukija ndio unalisi, lakini huwezi kulisi kufungwa. Hebu mind you my friend. Kocha, mashabiki wategemea nini kuelekea katika mechi ya kesho? Wategemea mpira utakaochezwa na watu 11, huku Yanga 11 na huku Mashujaa 11. Atakayechanga karata yake vizuri ndio ataendelea kushinda. Hakuna kingine cha kutegemea. Wao wafikiri pale tukienda mpirani unategemea nini? Hao Yanga wanategemea kupata point 3, na sisi tunategemea kupata point 3. Yoyote atakayefunga. Ikitokea sare, wote tunakwenda kwenye hesabu ya sare. Atakayefungwa basi ndio soka iko namna hiyo. Kwa hiyo hakuna cha kutegemea zaidi ya kwenda kukutana kiwanjani na kuona nani anapata hiyo nafasi ya kupata point 3 muhimu. Kwa hiyo unaposema angalau profession wa kimataifa wa Yanga, at least exposure walionayo angalau ni ile misingi ya soka, ni wazi unakiri kwamba wachezaji wa Mashujaa hawana misingi hiyo? Mdogo wangu unanichosha. Mwingine mwenye swali. Ya swali. Tunashukuru.